Nashukuru kwa kunipa nafasi ili nami niweze kuchangia. Lakini kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijali afya njema na afya nzuri. Mheshimiwa Spika, baada ya shukrani ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sasa nirejeshe shukrani kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar kwa namna anavyofanya kila jitihada ili kuona wananchi wake tunanufaika. Na hapa kwa kweli pia tumpongeze makamu wetu wa pili namna anavyotoa mashirikiano na rais wetu kuona kwamba anafanya jitihada kwamba tunapata mafanikio mazuri kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya kuwapa pongezi hao, sasa nipeleke pongezi kwa Mheshimiwa Waziri ambaye yeye ndiye anayesimamia wizara hii. Tunaona manufaa makubwa kabisa kwa mashirikiano na naibu waziri wake. Kwa kweli hongereni sana sana. Baada ya hapo nimpe pongezi Mheshimiwa Katibu Mkuu wa wizara hii pamoja na manaibu makatibu wote, wakurugenzi wote wa wizara hii pamoja na wafanyakazi wote. Lakini pia tuwapongeze sana wananchi wa majimbo haya ambao wamewatuletea viongozi hawa. Leo tunaona uadilifu wao mkubwa na utendaji wao wa kazi. Mheshimiwa Spika, baada ya kupongeza sasa nataka tuende kwenye hotuba hii ambayo imeletwa hapa. Tunapokwenda kwenye maeneo haya mafanikio, tunaona sasa hawazungumzii hadithi, wanazungumzia kile kilichopo. Ni hakika kabisa tuna mafanikio makubwa ya kuona barabara zetu ambazo zimeshajengwa. Si kwamba tunazungumzia hadithi. Kwa kweli hapa tuwape hongera sana. Wajumbe naomba tuwapigie makofi. Maana kwenye jimbo langu la Uzini nilikuwa nimelia hapa siku moja ile barabara ya Miwani ambayo inakwenda Kizimbani Kiboje. Leo tunapita kama kwenye mgongo wa ngisi. Kwa kweli hongereni sana sana. Sitaki kuzungumzia sana kwenye majimbo ya wenzangu, nataka kuzungumzia zaidi kwenye jimbo langu. Maana nimepata mafanikio kutoka barabara ya Ghana kuelekea Mchangani kupita Dongongwe. Nishukuru sana. Nimepata pia barabara ile ya Kizimbani kuja Kiboje ambayo ilikuwa kilio cha muda mrefu sana. Lakini nimepata barabara kutoka Mgeni Haji kuelekea kwa Mbani. Na sasa kuna ujenzi mkubwa ambao unajengwa kutoka Kidimni kuelekea Kitope. Kwa kweli hongereni sana sana. Ila mheshimiwa, kwenye hili sijui nisemeje. Labda niseme tu wananchi wa Donge bado muendelee kutuletea mtu huyu. Mheshimiwa Waziri, kwenye hili nataka nikunong'oneze kitu. Watu wengine msisikilize. Asikilize Mheshimiwa Waziri. Unajua kawaida ya kula mpaka huo umebakisha. Sasa bado nahitaji kula. Pale Mpapa kuelekea juu pale Pagali pale, bwana wananchi pale, Mheshimiwa Waziri, pale ni kunong'oneze. Wananchi wa pale wakati huo Mheshimiwa Raza alikuwa yupo, alitoa milioni 20 kutengenezwa ile barabara. Wananchi wale walikubali kutoa miti yao bure kabisa. Lakini barabara ile haijamalizika. Sasa kwa sababu wale wananchi kitu ambacho wamekifanya ni kikubwa, miti ile kama ingelikuwa ipo hadi leo angekuwa wanapata manufaa makubwa kweli. Lakini wamekubali kujitolea na wakaisamehe hadi leo. Niombe sana sana mheshimiwa, barabara ile tukaiangalie. Mimi najua barabara zote zitajengwa, lakini bado niseme nikunong'oneze kwamba watu wa pale wamechukua jitihada kubwa kabisa ya ukimya wao na wamekubali kula hasara hadi leo. Kwa kweli nikunong'oneze kwamba ufanye jitihada kubwa uje waone watu wale. Lakini sambamba na hilo,
ujue Bambi ndiko kunakotoka viazi vitamu. Sasa kutoka Bambi JKU kwenda Kijibwe Mtu ndiko kunakolimwa viazi vitamu. Barabara yao mbaya sana, isipotengenezwa ile viazi vitamu vitakuwa haviji mjini. Kwa hiyo hilo nalo nilikuwa naomba nikunongoneze uangalie vizuri, ili viazi vitamu viweze kuja huku, watu wa mjini na wengineo nao wapate viazi vitamu vilivyo vizuri kutoka Bambi. Baada ya hapo, mheshimiwa, niende kwenye sekta ya usafiri, hasa tunazungumzia usafiri wa anga. Uwanja wetu pale tumepata tunzo kwamba ni uwanja ulio bora kwa Afrika. Ni jambo jema sana, maana yake ni kwamba hapa tunaonekana tunasimamia vizuri shughuli zetu na harakati zetu zinakwenda vizuri. Kwa kweli tujipongeze sana. Na mheshimiwa, kwenye hili maana yake ni kwamba niombe tuendelee kufanya jitihada, wafanyakazi wetu pale kila mmoja awe anapata stahiki zinazostahiki, afanye kazi kwa nguvu sana. Mheshimiwa, kwenye hili hapa nilikuwa nataka kushauri neno au kuuliza. Muhula uliopita tulizungumzia juu ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi ya vibarua pale. Hebu tuangalie, sijui tumewaekea hatua ipi, lakini tukawaangalia vizuri, kwa sababu wafanyakazi watakapokuwa wanafanya kazi vizuri bila malalamiko, ndio zile huduma zitakuwa nzuri zaidi na tunaweza tukaendelea kuchukua tena tunzo kwa awamu nyingine. Kwa hiyo nilikuwa naomba wale wafanyakazi wetu ambao wanafanya kazi kwa mkataba tuwaangalie ili wafanye kazi zinazostahiki. Mheshimiwa, tukitoka hapo tuelekee kwenye ujenzi ambao tunauzungumzia sasa, tunaenda kufanya Pemba wa uwanja wa ndege. Kwa kweli nitoe pongezi sana, maana tunakusudia kuifungua Pemba kimaendeleo. Leo hapa tunavyozungumziwa kuhusu uwanja wa ndege, kwamba uwanja wa ndege huu tunategemea utamalizika kwenye mwaka 2028. Ni jambo jema sana sana. Kwa kweli hongereni sana, na nakuombeni mkaendelee kulisimamia ili yale malengo yaweze kufikia, tuweze kuona maendeleo makubwa katika nchi yetu, lakini pia hata na sisi tutakuwa tumefanya maboresho ya usafiri wetu. Mheshimiwa Spika, nikitoka hapo niende kwenye pale tunapozungumzia usafiri, kwenye meli yetu ya Mapinduzi 2. Tunaona sasa kwamba meli yetu imefanywa matengenezo makubwa, na sasa kunaleta matumaini ya kwamba usafiri wetu utakuwa unarahisika zaidi kwa wananchi wetu kwa safari ya kwenda Pemba, Dar es Salaam, Tanga na kwingineko. Hili ni jambo jema sana sana, na kwa kweli linatia matumaini makubwa, maana hapa tunaambiwa tayari kumeshafanywa majaribio mara 4. Ndani ya majaribio hayo hata Pemba imeshakwenda. Kwa hiyo ni jambo jema sana. Mimi kwa kweli nakupongezeni sana sana kwa namna ambavyo mnavyofanya jitihada ili kuona kwamba wananchi wetu wanapata huduma zilizo sahihi na zilizo bora kabisa. Lakini pia tunazungumziwa kwamba kuna boti 2 za kisasa ambazo boti hizi zitachukua abiria 650. Kwa kweli hili ni jambo jema sana, na bahati nzuri kwenye taarifa inasema kwamba boti hizi zinategemewa kuja 2026, maana yake ni mwaka kesho tu. Kwa hiyo wananchi wetu na imani kubwa kwamba tutapata manufaa makubwa kupitia sasa boti zetu hizi. Kwa kweli ni wapeni hongera sana sana, hili ni jambo jema. Lakini Mheshimiwa Spika, nataka nizungumzie habari ya bandari, maana hapa nimeona taarifa kwenye bandari ile, maana wafanyabiashara sasa ni kushangilia na kupiga vigeregere tu, kwa sababu pale shirika la bandari wanazungumzia kwamba mizigo ilikuwa ikichukua siku 40, lakini kwa sasa inachukua siku 8. Maana yake hao ni maendeleo makubwa kweli kweli. Sasa wafanyabiashara wanataka nini tena? Ushauri wangu kwamba wale wafanyabiashara wote ambao walikuwa wamehama hapa warudi hapa,
na hapa nina imani kwamba baada ya muda watakaa siku 3 mizigo yao itakuwa tayari wameweza kuipata, jambo litakuwa jema sana sana. Mheshimiwa Spika, mimi kwa kweli nilisimama hapa nikasema alau nisimame niwape hongera kwa yale ambayo wamenifanyia kwenye jimbo langu, lakini pia kwenye nchi hii kwa ujumla, na pia niendelee kuwaombea wananchi wa Donge, wananchi wa Chaani waendelee kuwarejeshea watu hawa ili waweze kusimamia shughuli hizi, na Mheshimiwa Rais inshallah awarejeshe kwenye wizara hizi waweze kutusimamia na tupate maendeleo zaidi. Baada ya maelezo hayo, niseme kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Uzini naunga mkono hotuba hii 100%. Asante sana. Asante Mheshimiwa wajumbe, naomba nimuite mchangiaji wetu wa mwisho naona kwa muda tulionao, Mheshimiwa Yusuf Hassan Idi. Karibu sana Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Spika kwa kuweza nami kunipa fursa ya kumalizia leo kuchangia hotuba hii ya Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi. Mheshimiwa Spika, kwanza tumpongeze Mheshimiwa Waziri Dr. Khalid kwa kazi nzuri ambayo anaifanya, na Mheshimiwa Spika, kati ya mawaziri wasikivu na waelewa sana katika baraza hili, basi Mheshimiwa Dr. Khalid anaongoza nambari 1. Lakini pia tunampongeza naibu waziri, katibu mkuu, manaibu makatibu wakuu, wakurugenzi wote pamoja na afisa mdhamini kule Pemba kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya. Kwa dhati kabisa Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Hassan Mwinyi kwa maono yake makubwa sana katika sekta hii ya ujenzi, sekta ya mawasiliano na sekta ya uchukuzi. Hakika Mheshimiwa Rais ameifungua Zanzibar kwa miundombinu ya barabara, ujenzi wa viwanja vya ndege pamoja na ujenzi wa bandari mbalimbali. Kwa kweli Waswahili wanasema mcheza kwao hutunzwa, nasi tunamwambia Mheshimiwa Rais tutamtunza ikifika mwezi wa Oktoba inshallah, panapo haya na majaliwa, ili neema hizi ambazo tumezipata katika miaka 5 tuzipate tena kwenye miaka 5 inayokuja. Mheshimiwa Spika, mchango wangu mimi nianze kwenye hapa kwenye miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Fuoni, kwa kweli nichukue nafasi hii kumshukuru kwa dhati sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kukisikia kilio cha wananchi wa jimbo la Fuoni. Kwa kweli tulikuwa tuna kilio cha muda mrefu